Ukiona bitizi usipaje. Choko ya amusa. Oh, ukineda ni mshamba. Hapo unisikilize kwa makini mboi. Si hatuna itikadi kama hizo. Unakuja unapita hapo na kwa masikio ya Mungu. Wewe chifu yake nini? Mchungaji Ndiba, huu mtaa una sifa ngumu sana. Watu wengi wamejaribu kuingia wakafukuzwa. Je, wewe utaweza? Baba James, neno la Bwana ni kama taa, hata kwenye giza linang'aa. Mimi nitaweza. Sawa, kuwa makini. Mtaa huu watu wako tayari kukata koo kwa ajili ya pesa, lakini sio kwa ajili ya Biblia. Odi. Odi. Na ujumbe mzuri kuhusu maisha. Kijana, usinishawishi. Nahitaji unga, sio neno. Lete unga, nitakaa chini kusali na wewe. Lakini Mungu anaweza. Mungu? Nimeomba leo asubuhi, lakini mpaka sasa watoto wangu hawajala. Tafadhali nenda. Kijana, unaumwa? Naweza kusali kwa ajili yako? Huna dawa. Maombi yako hawezi kuponya jeraha hili. Nahitaji hospitali na sio maombi yako. Lakini Mungu anaweza kuponya jeraha hili. Mungu wako alikimbia mtaa huu miaka mingi iliyopita. Toka nihukumie mahali pengine. Mbuzi ganja Simoni nini? Hapana, ni neno la Mungu lenye amani na tumaini. Hapa hamna tumaini mjomba. Hapa kuna biashara, una pesa.
Hapana, sina pesa ila nina ujumbe. Mungu anawapenda. Wewe mboi, unamzungumzia Mungu yupi huyo? Bwana tuchilimua. Wewe choko nini huyo? Mungu unamzungumzia wewe, si tushamtupaga kitambo mboi. Alafu na wewe usituletee kadi za Mungu hapo. Unatuletea pigo gani hizo? Wewe shangingi nini? Afu mshambo ujue kachambo huyo. Wewe choko nini? Wewe mboi unatutambuka Mwenyezi Mungu hapa na kuletea mambo ya kishamba kiduanza kusikiliza wewe kwa makini. Unaona hizi siwezi. Ukiona hapa ndio hizi spirit usituletee mambo ya kifofo. Ukiona bitizi usifaje? Choko ya amusa. Au kinega ni mshamba. Afu unisikilize kwa makini mboi. Si hatuna itikadi kama hizo, unakuja unapita hapo na kwambia masikio ya Mungu. Wewe tifu yake nini? Umejifunza nini? Mchungaji James, nilijua neno pekee litatosha, ila watu hawa wanahitaji mkate kwanza kabla ya neno. Mchungaji Ndiba, wakati mwingine tunajifunza kutokana na makosa. Sio kwamba watoto hao hawamjui Mungu, wanamjua Mungu vizuri tu. Sema watoto hao wameumizwa na watu wanajitutumua kwa ajili yao. Nimeshindwa. Mchungaji Ndiba, bado hujashindwa. Hii ni vita na si maneno. Watu wameshakuelewa vizuri tu. Usipeleka maneno, peleka vitendo. Una uhakika? Na uhakika 100%. Kwa neno uliowapa, naamini Mwenyezi Mungu yuko pamoja nao. Nadhani umeshanielewa. Basi sawa, nitajaribu tena. Sawa, nashukuru.